Hakuna injuries. Tunasema apart ya Rosario leo tumeona kwa jana hakuwa vizuri. Kwa hiyo tunaweza tuangalie leo Kisii yupo tuone kama atatumika kwa mechi ya kesho. Kwa hiyo ni hiyo kidogo tu, na kuna wawili pia walikuwa na shida siku ya tumbo jana, lakini na imani kwa leo nitajua vizuri baada ya mazoezi ya leo jioni. Mechi ya kwanza na ushindi kwa tafsiri gani kwako? Plan ilikuwa ni ile kutoka point 3, Mungu akajalia tumeipata. Kwa ni JKT timu nzuri, iko kwenye ligi kuu kama jinsi ya Raila sio kwenye ligi kuu. Kwa hiyo ni ushindani, na imani kwa tutapata mechi nzuri ambayo tunahitaji kuweza kugrow, kuweza kupata matokeo. Mara ya mwisho unaondoka Tanzania, ligi yetu haikuwa hata kwenye top 5. Umekuja Tanzania sasa hivi ligi yetu ni miongoni mwa top 5 leagues in Africa. Pengine hii kwako unasikia faraja kwa namna gani kufundisha ligi bora miongoni mwa ligi 5 bora barani Afrika? Viwango ya ligi sijui inapangwa wapi, inapangiwa vipi. Ninachokifahamu tu ligi ya Tanzania nimekuwa kuifuatilia hata kama sikuwepo, na Azam Max kwa hiyo najua kinachoendelea, nilifuatilia, najua na kwa kweli ni ligi ambayo imeenda kwa nyingine level ya juu. Nashukuru Mungu kwa hilo. Imepatikana uwekezaji sasa ambao umeboost sana hamasa kwenye football, ikianzia kwa nchi za serikali na support. Kwa hiyo ni kitu kizuri, ni kitu ambacho tutakujivunia kwa hiyo kama nchi bara, pia kama East Africa. Uwepo wa walimu wengi vijana ambao wengine wakati wewe kocha mkuu wengine walikuwa chini, na sasa hivi unaenda kukutana nao kwenye ligi, kwa maana ukimtazama mtu kama Ahmad Ali na makocha wengine, kwako unajisikia faraja kwa namna gani, kwa sababu ni miongoni mwa makocha ambao ulikuwa wanakutazama kipindi unaingia Tanzania kama ni role model wao? Nafurahi sana, na hata kama sikuwepo nilikuwa nao mara nyingi tunazungumza. Kwa hiyo nimefurahi sana kuona wameimarika, wanachukua experience. Ni kitu kizuri, ni faida ya nchi. Kwa hiyo ni heshima kwangu kuwaona wakifanya kazi vizuri. Nimefurahi sana na ni faraja sana. Nini kimebadilika baada ya kufika wakati unatoka na sasa hivi kwenye ligi? Kila siku inabadilika, kila siku watu wanakuwa, kama kisa nimesema, walikuwa vijana nao wamekuwa, hata nyinyi wengi wenu hapa mkuwepo kama waandishi mmekuja, nasikia mabadiliko hapo, nikionyesha kama kuna evolution na kitu kinaongezeka, na that's why na ligi imetoka kwa hivyo viwango imepanda. Unaona kama ni kila mtu amecheza nafasi yake. Kutoka ligi ya Kenya na kuja Tanzania, na umesema ulikuwa unafuatilia ligi ya Tanzania, umekupa urahisi kiasi gani kuanza na matokeo kwenye ligi? Yakuwa rahisi. Sijakuja kitu rahisi. Ingekuwa rahisi singekuja. Najua ni challenge kubwa. Ni ligi ambayo nakwambia iko competitive. Nao sio before na timu ilikuwa hata kufika uwanjani kuna shida. Kwa hiyo unakutana mtakichezea nyumbani ni easy kuhudumiwa, lakini hivi na Azam TV mechi ziko wazi, unaona kwa hata waandishi wa habari nyinyi mnaona mko wengi, mnaweza mkaongea issue. Kwa hiyo hamasa inakuwa kubwa. Ni kitu kinafanya hata watu wapende. Kwa hiyo ni kazi kubwa, na watu inaweza kusema ndio hapo United na malengo makubwa. Upo tayari kiasi gani kuhakikisha kwamba unakwenda kufanikisha malengo ya timu kama kuhakikisha unakuwa nafasi 6 au 4 za juu? Malengo ya TIA sio kuwa namba 6 peke yake. Hiyo ukisema malengo ni msimu mmoja, kwa hiyo haina malengo ya msimu mmoja, ina malengo makubwa. Hata nikuwepo, hata nikiondoka na wenyewe wakija, ni timu kuwa ina kama jinsi taasisi ya TIA